Nimeona mwingine anayejulikana akiwa anasema amekata tamaa kwa kuzaa. Watu wanasema napenda mbwa. Mimi maneno, I treat her like my kid. Of course sijabarikiwa kupata mtoto. Na kiukweli kwa wakati huu hata mkiniambia kwamba eti mnani wish all the best kwenye kupata, nimeshafika 35 sasa hivi. Sitegemei kwamba nitashika mimba tena. Yaani as in kiukweli kabisa ni my road to one. Na amesema huenda ni mapenzi ya Mungu. Huenda anijui, lakini mimi nimemuona kwa YouTube. Huenda ni mtakatifu, huenda si mtakatifu. Leo ninapoomba Mfalme, naomba umjibu yule binti. A baby pia imeshaisha. Au hata ile hamu, unajua mtu kikihamu sana kitu, alafu usipokipa imefika point nime give up. Na hata ikisema ikitokea sasa, kwanza sidhani hata kama itatokea kwa sababu tayari ni design kama nimeshaambiwa kwamba. Niliyemuona akiojiwa akasema nimekata tamaa, niko na miaka 30 something sijawaiza. Baba, naomba mjibu, awe mzuri awe mbaya. Bwana wewe bwana una matatizo yako, basi deal with it. Tanini, kwa hiyo hivyo Mwenyezi Mungu ndio. Umeolewa na mume wako atataka mtoto, itakuwa sasa mume wangu ni lazima ajue kwamba huyu binti ana shida. Sasa kama atakuwa anajua shida zangu, then itabidi aishi nazo, kwa sababu huwezi ukawa unampenda mtu alafu huaccept shida zake. Kwa hiyo lazima umpende mtu, umpende na matatizo yake na mapungufu yake na kila kitu. So na mimi pia nimesha accept, nimesema alhamdulillah, kwa sababu nimemtaka kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu akaona kwamba labda sistahili. Kwa hiyo huwezi kumpinga Mwenyezi Mungu. Na ndio maana narudi kusema hivi, hakuna kitu ambacho kinatokea bahati mbaya kwenye maisha. Kila kitu kinatokea kwa sababu. You never know kwa nini Mwenyezi Mungu kaninyima mtoto. Wakati huu ambao anasema amekubaliana na jinsi ilivyo, mpe mshangao wa ajabu katika maisha yake, ili ujulikane wewe ni Mungu. Hajui na muombea, na hajui nilikutana na hiyo clip. Yawezekana ni mzuri kitabia, yawezekana ni mbaya, lakini maneno ya kinywa chake yalikuwa maneno mazuri, sio ya kuomboleza, maneno ya kukutukuza katika mazito na mabaya na machungu. Na akasema utukuzwe wewe. Nitawapenda watoto wa ndugu zangu, nitawapenda watoto wa marafiki zangu. Nimeshukuru Mungu, nimesema alhamdulillah, hamna shida. Though kinaniuma, sio kwamba hakiniumi, kinaniuma. Kuna muda nakaa natamani na mimi ningepata wa kwangu, ningembeba, ningempenda, kwa sababu huyo mtoto nadhani angependwa mpaka angechanganyikiwa. Labda Mungu pia anasema wewe uko na sababu zote kumfanya asizae. Mfalme, uliyesababisha Elisha akasababisha mwanamke aliyetasa miaka yote mzee na bwanake ni mzee akabarikiwa na mtoto, yule binti abarikiwe na mtoto, na sio yeye peke yake. Yeyote ambaye amekubali kuungana nami katika maombi haya, mpe kile ambacho amesubiri miaka mingi sana sana. Kile ambacho hakiwezekani kiwe kinawezekana. Kupa mtoto utaweza kuchanganyikiwa. So I don't know. Nime thank God. I'm okay. Maisha yanaenda, life goes on. Yeah. Na Wema, umekuwa unatumiwa mara nyingi, umekuwa unatumiwa na watu kama daraja kuelekea umaarufu, especially wanaume kwenye mahusiano. Status yako ya mahusiano sasa hivi niwe hivyo. Mimi nashukuru. Mimi alhamdulillah iko sana kwenye mdomo wangu, unajua. Siwezi kusema kwamba like maybe najutia ama haitakiwi kuwa hivi. It's okay. Imefanyika kama daraja na watu wana prosper, wana nini due to me. Na hiyo pia it's something ambaye I have to be thankful for, kwa sababu I have a purpose in life, kwamba my purpose was kumfanya mtu fulani awe there and I did it. Kwa hiyo hivyo purpose yangu ikishaisha kwenye dunia, si Mwenyezi Mungu atanichukua bwana. And so yani sijui nikwambie, yani mimi ni mtu fulani wa tofauti sana.
na nashukuru pia na Mwenyezi Mungu kwa hivyo. So that's life and I'm okay. Status yangu ya mahusiano, of course niko kwenye relationship. Niko happy, sio kwamba siko happy. Mahusiano yangu sio kwamba kila mtu anayapenda, lakini pia mimi siishi kwa sababu ya kumridhisha kila mtu. Watu wapende wasipende, as long as mimi niko happy. Nimekuomba, nimekuja kwa ajili ya yale ambayo hayawezekani.